Na kwenye makala yetu Mwanamke Bomba wiki hii tunamwangazia Dr. Mary Mugambi ambaye amekuwa nguzo ya msaada kwa wajane huko Nakuru. Mary amewasaidia wajane kuelewa nafasi yao kikamilifu kupitia ushauri nasaha na kuwapa sauti. Ameongoza jitihada hizo kwa zaidi ya miaka 8 na sasa kupitia kundi lake ameshiriki miradi mbalimbali ya maendeleo ikiwemo miradi ya kufuga nyuki. Kwa majina ninaitwa Pastor Dr. Mary wa Tabernacle Widows Home. Kazi ya wajane nilianza miaka mingi sana kuhudumia wamama peke kwanza. Wakati my father died, that is when I realized that kwamba wamama wajane huwa wanapitia mashida mingi zaidi. Na nataka kushukuru Mungu katika safari hiyo nikakutana na rafiki yangu ambao ndio my PA ambao huwa tunasaidiana katika kufanya kazi hii, na Mungu akawa ametusaidia sana. Kwa hivyo sisi tunafanya kazi ya wajane, tunatetea wajane wote duniani, na sababu ile ilifanya tuanze kwanza ni kuhakikisha kwanza tumeponya kiroho. Nilitaka sana wajane wapone kiroho kwa sababu maandiko inasema yule mjane ambaye anaishi katika anasa amekufa hata kama anaishi. Kwa hivyo nilitamani sana wakati niliona mamangu akiwa na shida na baadaye akafa, nilijuta sana kwa sababu sikumfunza jinsi ya kuishi kama mjane. Kama saa hii kuna wale wanafuga kuku, kuna wale wamepanda avocado, kuna wale wamelima mashamba, kuna wale wanashona shondo, pesa iko mfukoni sasa. Ninataka kuhakikisha kila mjane ako na financial freedom. And that is why ukiangalia vision na mission ya Tabernacle Widows Home, kwanza mission yetu ni kuwa engage kila siku, kila mara kuwa engage, kuhakikisha tunaongea pamoja na wao. Wewe unaweza kufanya nini? Ni nini uko nayo? Sasa tuko na mizinga 105 na sisi tunaona kama tuko na mizinga 2000. Na pia huwa tunatengeneza hizo hot thermos baskets, tunatengeneza mats, tunatengeneza beads. Pia huwa tunatafutia wale wajane wenye hawawezi kutengeneza hizo vitu na watoto wao, kwa sababu wajane huwezi kukaa na mjane bila mtoto wake. Kwa hivyo watoto wa wajane huwa tunawatafutia kazi. Tunaungana na yale mashirika yanataka watu wa kazi, tunahakikisha tumewa connect na different jobs. We admit the widows in the foundation by meetings. Tunaitangaza vizuri kabisa, wanakuja kwa mkutano, and then we also take their data and we have their numbers, so anytime we have meeting it is very easy for us to reach them. This honey business, pesa zile tunazipata kwanza kuna wajane wamechanga wako na shares. Kuna shares, kuna wale wajane wako na shares na kuna wale wajane hawana shares. Kwa hivyo wale wako na shares wanapata dividends, na wale hawana shares tunatumia hizo pesa katika kufanya mikutano hiyo ya conference. Tunatumia hiyo pesa to sometimes mitigate things like magonjwa hospitalini. Unakuta kuna mjane ni mgonjwa, hana ile kadi, hana mtu wa kumlipia, tunahakikisha tumelipa kulingana na vile tunaangalia data yake. Kumbuka ya kwamba tunawaempower kufanya kazi kwa mikono yako. Kwa hivyo tunawasaidia kile chenye ametengeneza. Kama mtu ni wa kushona, ukishona tunakusaidia kutafuta market na pesa inakuwa ni yako wewe mjane. We have very many challenges especially to the widows. Mali yao, mashamba yao wanafukuzwa. Kitu ile ingine, discrimination. Society iko na shida ya kushinda kuvictimize mjane kila siku. Tunataka kuanza rehabilitation center ambayo tutakuwa tunanacha na tunahakikisha tumeponya mioyo ya watoto wa wajane ambao ni mayatima, na tunawaonyesha their place value. Tunataka pia ile home ambao tunaendelea kujenga pale, tunataka kuchukua hao wajane wazee tuwalete kwa nyumba ya wazee. Pale tutakuwa tunashona mashiondo, tutakuwa tunashona vitu, tunatengeneza tukiimba nyimbo za mbinguni na wakiwa wanafurahi kabisa.